Na hii leo kwenye makala ya Mwanamke Ngangari tunamwangazia mwanamke ambaye aliwahi kupatanisha jamii zinazozozana katika bonde la Kerio au Kerio Valley. Licha kuzaliwa kwenye mazingira ya vita na ukeketaji wa wasichana kukithiri, Lina Jebi Kilimo ambaye amewahi pia kuwa mbunge wa Marakwet Mashariki alivuka vizuizi hivyo na kuwa kidedea. Mwanahabari wetu Elvis Kosgei na maelezo zaidi. Jina lake si geni katika vyombo vya habari. Aliyekuwa naibu waziri Lina Jebi Kilimo ana historia fiche ambayo amehifadhi moyoni mwake. Mwenyeji wetu ambaye alikulia katika bonde la Kerio ambapo fungamanisho na vita vya mara kwa mara. Tuna agenda mbili. Hiyo kuangalia mambo ya insecurity kwetu, nikijiambia ya kwamba katika ukumbi ya parliament, jamani, nikitoa machozi pale kuna mtu ataweza kusikia kwamba huyu mama kuna shida, watu wa kwake wanauawa. Nikachukua katika kama sisi katika nyumbani, tuseme tuko hapa na usikie mwanamke hapa anapika nduru, utakuta kila mtu anataka kwenda kumsaidia juu ya mafikira kusema nani anaua mama ya watoto. Hiyo ndio analogy, hiyo ndio ilinifanya nataka nifike hiyo bunge. Nikifika huko tu nitaongea, anybody mwenye ako na masikio aweze kusikia ni nini inafanyika katika sehemu za bonde la Ufa. Jebi ambaye aliwahi kuwa mwenyekiti wa bodi inayokabiliana na ukeketaji anatufichulia jinsi alivyokikimbia kisu cha ngariba, jambo lilofanya familia yake kumtenga. Na kweli haikuwa rahisi, sababu ilinifanya nikakosana na baba mzazi kabisa, kwa sababu aliona kama nimekataa kutii mila. Hiyo yote ilikuwa tu ni myths ambazo hazina msingi yeyote, because nikarudi kuolewa na Marakwet. Nimeolewa Marakwet na sijatairiwa. Baada ya kuvuka vizuizi vyote hivyo, Jebi Kilimo akajitosa katika bahari ya siasa, nia ikiwa kuikomboa jamii yake ya Wamarakwet. Hivyo ndio nikajitoa sababu ya ushawishi ya wananchi wa Marakwet East, ambaye walisema mama, tunakuhitaji uongozi tena, sababu insecurity ama maendeleo wanasema tu while you are away. Mama, hii na hii ndio imefanyika. Vitu mingi hazijaenda kama vile nilikuwa nafanya. Moja ni ya kwamba resources hazijapelekwa tena wananchi waweze kugawanya. Mbali na hayo, ameweza kuwaelimisha wasichana wengi na kuondoa fikra potovu ya ukeketaji. Nikakuja siku ya soko ambaye Pokot na Marakwet wako pamoja. Nikawapanga laini wa mama Pokot na Marakwet, alafu na wachotea tu niwaeleze ya kwamba hata mtoto ya Pokot iko na tumbo kama ile ya Marakwet iko. Wanakula kama vile tunakula. Napatia mahindi mwanamke Pokot, napatia ya Marakwet. Hivyo ndio upendo ukatokezea kati ya Marakwet na Pokot. Hapo ndio niliwawacha. Lakini saa hizi mambo ni tofauti. Jebi sasa ana matumaini makubwa kwamba siku moja jamii zinazozozana bondeni zitapata mwafaka na ukeketaji kutupwa katika kaburi la sahau. Elvis Kosgei kwenye makala ya Mwanamke Ngangari, KTN leo wikendi katika kaunti ya Elgeyo Marakwet.